Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania John Heche ameingia kwenye dhoruba kali ya kiusalama kufuatia kile kinachotajwa kuwa ni kufuatiliwa kwa karibu sana na kikosi cha jeshi la polisi chenye silaha nzito. Tukio hili linajiri wakati kiongozi huyo alipokuwa akitekeleza majukumu yake ya kisiasa mikoani kabla ya kukutana na vizuizi na ufuatiliaji mkali uliokubigwa safari yake nzima hadi kufika mkoa wa Kigoma ambapo ameweka kambi kwa sasa, huku kukiwa na mivutano mikubwa ya kisheria na kisiasa. Msingi wa ufuatiliaji huu na mzozo nzima uliopo kwa sasa nchini humo unatokana na uamuzi wa hivi majuzi wa serikali kupitia mbunge ambalo naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambe alitangaza rasmi kupiga marufuku mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa nchi nzima. Serikali kupitia waziri huyo ilitoa sababu kuwa kuna tishio kubwa la uvunjivu wa amani na usalama na itikadi kuwa mikutano ya kisiasa imekuwa ikichochea hali hiyo ya sintofahamu miongoni mwa wananchi, jambo ambalo lilileta zuio la ghafla na la haraka kwa vyama vya upinzani vilivyokuwa vikiendelea na shughuli zao nchini humo. Katazo hili linatolewa wakati ambapo viongozi wa juu wa chama cha upinzani cha Chadema wakiwa chini ya uongozi wake John Heche kwa sasa walikuwa tayari wameanza ziara rasmi ya mikutano ya hadhara katika mkoa wa Tabora, na walikuwa wakiendelea na shughuli hizo kwenye maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Baada ya tangazo hilo la kiserikali kutolewa bungeni, jeshi la polisi lilichukua hatua za haraka kwa kuwaandikia viongozi hao barua rasmi ya kisheria iliyoeleza wazi kuwa hawatashughulika wala kuruhusiwa kufanya mikutano wowote ule wa kisiasa mpaka pale zuio hilo lililotolewa na serikali litakapoondolewa rasmi. Kufuatia barua hiyo na mazingira magumu ya kisiasa yaliyojitokeza, viongozi hao walilazimika kusitisha mikutano yao, na hapo ndipo John Heche alipoanza safari ya kuondoka katika mkoa huo wa Tabora kuelekea maeneo mengine kwa ajili ya kuendelea na shughuli zake binafsi na zile za kichama ambazo hazizuishi mikutano ya hadhara. Katika safari hiyo, kiongozi huyo alianza kubaini na kutoa taarifa kwa umma kuwa magari yake ya msafara yalikuwa yakifuatiliwa kwa karibu sana na gari la jeshi la polisi ambalo lilikuwa na askari wengi waliojihami kwa silaha kubwa za kivita. Ufuatiaji huo ulikuwa na wa kipekee, kwani magari mawili ya jeshi la polisi yalikuwa na askari walioziba nyuso zao kabisa na kubeba silaha nzito, yalikuwa yakimfuata nyuma kwa nyuma tangu alipoondoka eneo la Urambo, ambapo askari hao walikuwa wakipokezana majukumu na vikosi vingine njiani hadi pale msafara wake ulipofika salama katika mkoa wa Kigoma. Wakati wa safari hiyo ya maafisa marefu, kiongozi huyo alilazimika kusitisha msafara na kusimama mara mbili barabarani kwa lengo la kuzungumza na maafisa hao wa polisi na kuwauliza kwa kina kuhusu sababu za msingi za wao kumfuata kwa namna hiyo, lakini askari hao hawakuwa na majibu yoyote wala maana wala kudhihirisha kisheria. Hali ilizidi kuwa ngumu zaidi baada ya John Heche kuwasili mkoani Kigoma, kwani kila mahali alipokuwa akipita na hata katika hoteli aliyofika kwa ajili ya mapumziko kulijaa maafisa wengi wa usalama na ujasusi waliovikwa nguo za kiraia ambao walikuwa wakiangalia kila hatua na nyendo zake kwa masaa yote 24. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa yeye ni mwanasiasa wa upinzani anayetekeleza wajibu wake wa kikatiba ndani ya chama cha siasa kinachosajiliwa ama kilichosajiliwa kisheria na chenye haki zote nchini humu, huku akibainisha kuwa amepokea taarifa nyingi kutoka kwa watu wema waliomtaka achukue tahadhari kubwa sana kwa usalama wake. Kuna madai kuwa kuna maelekezo mabaya sana yaliyotolewa dhidi yake na familia yake kutoka kwa vyombo vya usalama, lakini kiongozi huyo ameweka wazi kuwa atatimiza wajibu wake bila uoga wala hofu yoyote ya kiusalama, akiamini kuna mtu
anayeweza kumwondoa kwenye haki na wajibu wake wa kikatiba wa kuitetea nchi na wananchi wake. Amewashauri viongozi walio madarakani kuacha kabisa kucheza na utulivu uliopo kwa sasa nchini humo, kwani hofu haijawahi kuzaa amani bali inalisha hofu kubwa zaidi, huku akisisitiza kuwa ataondoka wala kukimbia nchi yake kwa sababu ya mashinikizo hayo ya kiusalama. Ufuatiliaji huu mkali na unaoendelea mkoani Kigoma umeibua hisia mkali na hofu miongoni mwa wanachama na viongozi mbalimbali wa chama cha Chadema, ambapo viongozi kadhaa wa mabaraza wa vijana walianza kutoa matamko mbalimbali kwenye kurasa zao za kijamii kuelezea waziwazi mkubwa walio nao kuhusu maisha na usalama wa makamu mwenyekiti wao. Miongoni mwa viongozi hao wa vijana ni pamoja na Msigo Mpenda aliyetumia kurasa zake kusisitiza na kuionya kuwa isitokee kwa namna yoyote ile mtu au kikundi chochote kumdhuru au kumfanyia jambo lolote baya kiongozi huyo, kwani usalama wa viongozi wa kitaifa wa chama hicho ni jambo muhimu kuliko kitu kingine chochote kile kwa sasa. Kiongozi mwingine wa vijana John Nguti naye alijitokeza na kuandika kuwa wananchi wote wana wajibu mkubwa sana wa kumlinda kiongozi huyo kwa wivu mkubwa, na akasisitiza kuwa taarifa za kuwa anafuatiliwa kwa karibu na vikosi vya usalama vya Rais Samia Suluhu Hassan si za kupuuza kabisa katika mazingira ya sasa ya kisiasa. Nguti aliongeza kuwa utawala uliopo unapaswa kufahamu kuwa wananchi watalinda viongozi wao wanaopambana na kwa kweli kwa njia yoyote ile, na akasisitiza kuwa muda wa vitisho vya kisiasa umekwisha pita kabisa na wapo tayari kupigana na kupigania haki zao za msingi ya kisiasa nchini humo bila kurudi nyuma. Kuhusu sababu za ufuatiliaji huo, kuna mitazamo tofauti inayotolewa na wadau mbalimbali wa masuala ya kisiasa na usalama, ambapo baadhi ya watu wanadai kuwa huenda jeshi la polisi linamfuatilia na kuweka doria kwenye hoteli anazolala ili kumweka ulinzi madhubuti kama kiongozi mkubwa wa kisiasa nchini humo. Hata hivyo, upande mwingine unaamini na kudai kuwa askari hao wanamfuatilia kiongozi huyo ili kumnyima fursa yeyote ya kufanya mazungumzo ya siri, kuonana au kufanya vikao vya ndani na wanachama au viongozi na kiongozi yeyote yule wa eneo hilo, baada ya serikali kupiga marufuku mikutano ya hadhara ya kisiasa nchi nzima. Kuna maelezo mengine yanayodai kuwa polisi wanamkanda Heche ili kufuatilia kwa karibu nyenda zake zote, kuona kama atavunja sharti lililowekwa na serikali na kutofanya mikutano ya hadhara, ili pindi tu atakapojaribu kusimama na kuongea na wananchi njiani au sokoni wapate sababu za msingi za kisheria za kumkamata na kumfungulia mashtaka. Viongozi na wafuasi wote wa chama cha Chadema kwa sasa wanamtazama makamu mwenyekiti wao kama mtu aliyepo chini ya ulinzi kamili au mikononi mwa jeshi la polisi, japo hajashikiliwa rasmi kituoni, kwani kitendo cha askari kwenda naye kila mahali na kukesha kwenye hoteli anazolala kinamnyima uhuru wake wa kibinadamu na kumfanya awe kama mfungwa huru ndani ya nchi yake. Hadi sasa viongozi wa juu wa jeshi la polisi mkoani Kigoma hawajatoa ufafanuzi wowote wa ziada kuhusu kuwepo kwa askari hao wenye silaha na maofisa wa nguo za kiraia hadi hotelini anapofikia kiongozi huyo wa upinzani, wakati kukiwa na hofu kubwa ya kiusalama miongoni mwa raia na wafuasi wa vyama vya siasa nchini.